zinanisumbua. Lakini nilivyookoka, neema ya Bwana ilivyoingia kwenye maisha yangu, nilipata utakaso wa fikra zangu. Kwa vitu unavyovitazama, shughuli unazozifanya kwenye mtandao, kwenye TV yako, kuwa nazo makini sana, kwa sababu lango la ndoto yako linaweza likafunguka. Ukiangalia kitu chochote kisichofaa mtandaoni, lazima malango yako yatamilikiwa. Mfano, unaweza ukaingia mtandaoni ukamfuatilia mtumishi fulani, kumbe sio mtumishi wa kweli, ni mtumishi ambaye ana madhabahu za kishetani. Ukafuatilia somo lake, yamkini ulikuwa mjui ni nani. Pale pale malango yako ya ndoto yanafunguka. Unakuta unaanza kusumbuliwa na ndoto mbaya, kwa sababu yule mtumishi ana maagano ya kishetani, na ulivyomfuatilia unakuta umeingia naye agano moja kwa moja, kwa kujua ama kwa kutokujua. Ndio maana tunatakiwa tuwe makini sana, tuwe makini sana. Hiyo ni ya kwanza, shughuli. Ziko shughuli nyingi. Yamkini mtu mwingine unaweza ukawa unafanya kazi ambazo hazina mapenzi ya Mungu. Yamkini mfano kwenye hizi shughuli, mfano mtu unafanya kazi ya kuuza CD, unafanya kazi ya kuuza katuni, unafanya kazi za, na umeokoka kabisa. Hizi ndoto, yani kuna ndoto mbaya tu zitakuwa zinakusumbua, kwa sababu kuna vitu ambavyo ni mali ya shetani utakuwa unavyo kwenye maisha yako. Utakuwa unafungua mlango wa ibilisi kukushambulia. Kwa hapa tunaongelea shughuli nyingi. Kwa hakikisha kama Mkristo maisha yako yanafungamanishwa na matendo ya haki. Asubuhi yako mpaka jioni yako uwe umejazwa na matunda ya haki, kwa sababu kila tendo lisilo la haki utakao kuwa unalifanya linafanya malango yako yawe wazi, ili roho za ibilisi ziweze kushambulia hayo malango yako. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza ya shughuli nyingi. Zipo shughuli nyingi Mungu anaweza kukufunulia. Yamkini mwingine unaweza kuwa ni mwanamitindo, unawashonea watu nguo ambazo zina utupu, nguo ambazo za kikahaba. Lazima tu kuna ndoto utakuwa unaziota ambazo zinakuonesha kwamba hapa unafungua malango, ikiwa wewe ambao unamwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa sababu Mungu anaweza kuwa anazungumza kwa habari ya ndoto mbaya, unaweza usimuelewe, lakini Mungu anaweza kukupa neema ya kuelewa ukipata mafundisho sahihi. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya kwanza kwa nini watu wanaota ndoto mbaya. Shughuli zao wanazozifanya asubuhi hadi jioni, shughuli kwa maneno unayozungumza, shughuli kwa matendo unayotenda, vitu unavyovifuatilia, vitu unavyojifunza, vinaamua ulimwengu wako wa roho katika eneo la ndoto. Kwa hiyo tuhakikishe kama Wakristo tunakaa mbali sana na mitandao, tunakaa mbali sana na TV, tunakaa mbali sana na shughuli ambazo zinafanya malango yetu ya ndoto yamilikiwe na adui. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni kwa habari ya misingi na background yako ya familia unaotoka. Na hapa nitawekeza muda sana, kwa sababu hapa ndipo shetani ameweka 100% sana. Foundation na background yako. Unajua sisi ni Wakristo tumeokoka, lakini kila Mkristo ana background ya familia. Yani ninavyosema background, unatoka katika familia gani? Ninavyoongelea katika misingi, unatoka katika familia yenye hali gani ya kiroho? Kwa sababu ukitoka katika familia yenye misingi mibovu, ukitoka katika familia ambayo background yake ni mbaya, direct malango yako ya ndoto yatamilikiwa na adui. Bwana asifiwe sana. Na ninavyoongelea kwa habari ya misingi mibovu, ninavyoongelea kwa habari ya background mbaya, huwa hapa tunaangalia kwa habari ya laana. Tunaongelea kwa habari ya maagano mabaya ambayo yanatenda kazi katika familia yako. Ni kweli unaweza kuwa umeokoka, ni kweli kabisa. Mungu cha kwanza huwa anakupa ukombozi, uokovu. Lakini baada ya hapo unatakiwa upitie mchakato wa kukombolewa. Yani ukombozi na wokovu ni vitu vinavyoenda sambamba. Lakini kitu cha kwanza ambacho Mungu anakifanya kwa Mkristo, unasikia habari za wokovu, unaokoka. Baada ya pale unakutana na mtumishi wa Mungu mwenye mafuta, ambaye atakuombea kukutoa kwenye vifungo mbalimbali vinavyokutesa. Kwa hiyo vile vifungo vinavyokutesa huwa tunasema unakombolewa. Kwa hiyo ukombozi na wokovu. Sasa kuna watu ambao unaweza kuwa umeokoka, ukawa umesimama chini ya madhabahu ambayo
Hakuna neema ya ukombozi. Ni kweli umepata neema ya wokovu, umepata neema ya kuokoka, lakini hujapata neema ya ukombozi. Bado kuna laana, bado kuna maagano mabaya yanaweza kawa yanatenda kazi kwenye maisha yako. Kwa yale maagano mabaya, zile laana mbaya ambazo zinatoka katika familia uliozaliwa wewe, zinaweza kuwa moja kwa moja zinamiliki lango lako la ndoto. Mfano, kuna mtu unaweza kuwa unaota ndoto unarudi ulikozaliwa. Yaani mfano uko leo Dar es Salaam hapa, lakini kila ukilala unaota ulikozaliwa. Yamkini ni Mbeya, yamkini ni Arusha. Ile ni ndoto direct, inaonyesha kwamba kuna kitu bado hujakishughulikia. Kuna foundation haiko sahihi. Kuna background yako haiko sahihi, ni lazima ushughulikie. Kuna mwingine unaweza kuwa unaota kwenye ndoto unakimbizwa mfano na ng'ombe, unakimbizwa mfano na nyoka, unaweza kuwa unaota nyoka. Ni ndoto ambazo zinafunua kwamba kuna background haiko sahihi kwenye maisha yako. Kuna foundation haiko sahihi. Sasa ninapoongelea foundation, ninaongelea kwa habari ya wewe unatoka katika familia gani na wale wazazi wako walimwabudu Mungu wa namna gani. Kiukweli watu wengi tunatoka kwa wazazi ambao wao ni baharamu. Yaani tunatoka kwa wazazi ambao wao ni maelima, yani walimtumikia ibilisi. Kwa hiyo kutokana na wazazi wetu kumtumikia ibilisi, shetani, kuna viapo vingi, kuna maagano mengi waliyafanya ambao yanatugharimu sisi kwa mlango wa damu. Kuna kitu kimoja kwenye ukombozi kinaitwa bloodline. Yaani mstari wa damu. Tukiwa katika shule za msingi, katika English tulijifunza kitu kimoja kinaitwa family tree. Mti wa familia. Unakuta yuko baba, yuko mama, wanazaliwa watoto. Yule baba ana babu, ana bibi. Ile family tree ni jambo la kiroho. Ukitoka katika mti wa familia ambao wote walikuwa waabudu shetani, wewe ukaokoka, kuna vitu lazima uvishughulikie, kwa sababu vile moja kwa moja vitakuwa vinapiga lango lako la ndoto. Bwana asifiwe sana. Mfano, tukisoma kwenye kitabu hiki cha Mwanzo, tunaona pale kwenye kitabu cha Mwanzo, tuanze kwanza na kitabu cha Ezekieli, tuanze na kitabu cha Ezekieli mlango wa 16. Kitabu cha Mwanzo, baada hapo nitakifuatia. Tuanze na kitabu cha Ezekieli mlango wa 16. Kitabu cha Ezekieli mlango wa 6. Tuanze mlango wa 16. Ezekieli mlango wa 16 mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Nasema, neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Useme, Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanaani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Mhiti. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa kitovu chako hakikukatwa wala hukuoshwa kwa maji usafishwe. Hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Tunaona Mungu anaiangalia Yerusalemu, anaona maovu katika ile nchi ya Yerusalemu. Lakini Mungu anaona chanzo cha haya maovu ni asili. Kuzaliwa kwa Israeli ndo kunaleta haya matatizo yote ambayo yanaonekana katika hii nchi. Kama umefuatilia katika historia ya Ibrahim alitoka kwa baba yake anaitwa Tera. Tera alikuwa ni baba anayeabudu miungu. Tera alikuwa ni mtu ambaye anaabudu miungu. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Yoshua katika kitabu cha Yoshua 24 aliwaambia wana wa Israeli, yani baba yake Tera ambaye ni Ibrahim aliabudu miungu mingine. Na wana wa Israeli babu yao alikuwa ni Tera. Kwa wana wa Israeli wakati wanazaliwa wanatoka katika familia ambayo ina miungu. Na kama mtu tu utatoka katika familia yenye miungu, kuna vitu tu vitasumbua hatima yako. Ndio maana lazima upitie ukombozi katika asili yako na kuzaliwa kwako. Kwa sababu vile vitu moja kwa moja kwenye ndoto yako utakuwa unaviona sana. Na Mungu anavionyesha kwenye ndoto kwa ajili ya kufanya matengenezo. Mfano, nimekutana na watu wengi sana wanasema, mtumishi, ninaota ndoto nakimbizwa na ng'ombe. Lakini katika mafundisho, ng'ombe huwa ni roho za miungu, mizimu ya familia.
Sasa mizimu ya familia haiwezi ikakufuata wewe kwenye lango la ndoto kama asili yako na kuzaliwa kwako hakujanajisiwa. Bwana asifiwe sana. Na maagano mabaya ambayo mababu na mabibi waliyafanya. Kwa tutakapokuwa tunaenda kufanya toba hapa, tutaomba toba kwa habari ya wazazi wetu. Yamkini katika maisha yao waliabudu miungu mingine, mfano Tera. Kuna Tera. Japokuwa Biblia haijamuelezea sana Tera, Yoshua amemuelezea kwenye kitabu cha Yoshua pale mlango wa 24 kwa kidogo sana. Lakini nilijifunza kwamba asili ya Ibrahim alitoka katika familia ya miungu. Ndio maana kati ya dhambi imewatesa sana wana wa Israeli ni miungu. Yaani kati ya dhambi imewasumbua sana wana wa Israeli ni miungu. Kwa hiyo lazima kama Mkristo upige mahesabu ya kujua unatoka katika familia namna gani. Kwa sababu ile familia unaotoka inaamua pia njozi zako ziwe za namna gani. Bwana asifiwe sana. Yaani uwezi ukawa umetoka katika familia ambayo ina maagano ya kichawi. Yaani babu yako alikuwa Baharamu, alafu ukaota ndoto huko mbinguni. Haipo. Yaani lazima tu utaota huko mtoni, utaota huko mistuni, kwa sababu unatoka katika misingi mibovu ya familia. Unatoka katika misingi mibovu. Hicho ni kitu kingine. Kitu kingine tuongelee kwa habari ya laana. Unaweza kuwa unatoka kwenye familia ambayo ina laana fulani ambazo zinatakiwa zivunjwe. Twende tukasome kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 49 mstari wa 5. Mwanzo mlango wa 49 mstari wa 5 anasema, Simeoni na Lawi ni ndugu, panga zao ni silaha za jeuri. Nafsi yangu usiingie kati ya siri yao, fahari yangu usiungane na kusanyiko lao. Maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Hiyo ni ya kwanza. Sasa unaona hapa Lawi na Simeoni wanakuja kumzaa mtu mmoja. Yaani katika ukoo wa Lawi anatoka mtu mmoja anaitwa Musa. Na huyu Musa anasimama kuwa mwamuzi wa Israeli. Anasimama kuwa mkombozi. Mungu anamtuma Musa kutoka katika nchi ya Midiani aende kuwakomboa wana wa Israeli. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka pale inaelezea kwamba mtu mmoja wa Lawi akamua mtu mwingine wa Lawi. Sasa Musa alikuwa anatoka kwenye familia ambayo roho za kulisi zilikuwa ni za hasira na ghadhabu. Na moja kati ya dhambi ambayo ukimfuatilia Musa alikuwa ni mtu mwenye hasira sana. Kwa nini Musa alikuwa ni mtu mwenye hasira sana? Kwa sababu familia anayotoka msingi wake ulikuwa ni familia ya watu wenye hasira. Na ukitaka uangalia watu wana hasira, yani Shekemu ulikuwa ni mji. Ninaposema mji tuchukulie Dar es Salaam. Watu wanashika upanga, wanaua watu wa mji mzima. Unajua watu wanafikiri wanaposema wanaume wa Shekemu walivyoambiwa watailiwe, wanafikiri labda walikuwa wanaume 10. Ilikuwa ni kama mji mzima. Hao watu walivyokuwa wametailiwa kile kipindi cha maumivu, hao majamaa walipita na upanga. Walipitisha upanga mzito sana. Ijapokuwa Biblia haijatuambia ni watu wangapi waliwaua, lakini hao majamaa walisaza mji. Yaani kama kuna mwanaume alipona, hao majamaa walikuwa ni watu wenye hasira sana. Sasa Musa anatoka kwenye familia ambayo babu ni mtu wa hasira. Unaona hapa moja kwa moja hatima ya Musa inaingizwa katika roho ya hasira. Na kilichomzuia Musa nchi ya ahadi ilikuwa ni hasira tu. Mungu amempa zile sheria kwenye mbao. Anafika pale anakuta watu wanaabudu ndama, anavunja zile sheria za Mungu. Anafika pale anamchukua yule ndama, anamsaga anakuwa uji, anamnywesha mtu. Bwana asifiwe. Ni kama vile ambapo mwizi akikamatwa wanasema wanamnywesha simenti, lakini Musa aliwanyesha watu uji wa chuma. Hasira. Tunaona sehemu nyingine wana wa Israeli Mungu anamwambia usemeshe mwamba, lakini Musa kwa hasira anaupiga mwamba. Sasa hivi ni vitu lazima tuvishughulikie. Vitu ambavyo vinatoka kifamilia vinaamua pia ndoto zako. Kuna mtu mwingine unaweza kuwa unaota kila siku kwa nyumba ya babako, kila siku huko kwenu, kila siku huko chumbani kwa babako, kila siku unaota huko makaburini. Lazima ujue kwamba kuna asili yangu, kuna misingi mibovu inanifuatilia. Kitu kingine kwenye laana tunamwangalia hapa Ruben kwenye mlango mstari wa 3 anasema, Ruben mzaliwa wangu wa kwanza,
nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na nguvu. Umevuka mpaka kama maji. Basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipandia kitanda cha baba yako. Tunaona hapa Rubeni anawekewa laana ya kutokuwa mkuu. Na wakati Musa tunamwona anawabariki wana wa Israeli, anauambia uzao wa Rubeni, msiwe wengi. Kwa sababu gani? Ulimwengu wa leo ulikuwa umeshaamriwa tayari wa kabila la Rubeni. Hili kosa la huyu jamaa kulala na mke wa baba yake lilifungua mlango mkubwa sana wa hatima hii ya Rubeni kumilikiwa. Sasa kama Mkristo, kuna vitu vinaweza vikawa vimefanyika kifamilia kipindi hicho hata wewe hujui, au vingine uko unajua, vikagharimu lango lako la ndoto. Yaani vile vitu mababu walivyokuwa wanavifanya, mabibi wanavifanya, wazazi wako wanavifanya, matamko waliokutamkia wakati unazaliwa, vinaweza vikawa vinakugharimu sana. Tunaona hapa Mungu anaongelea kwa habari ya kuzaliwa, anaongelea kwa habari ya kitovu. Kuna watu wengine hapo unaweza kukuta huko hapa, kitovu chako kipo chini ya mgomba, kitovu chako kipo chooni, kitovu chako kipo mtoni, kitovu chako kipo msituni, kitovu chako kipo makaburini, ulifanyia kule mazindiko. Unaweza kuona unaona ndoto mbaya. Kwa sababu gani? Kuna msingi uliokosewa ulimwengu wa roho. Pia msingi mwingine unaweza kumgharimu mtu, ni msingi wa manabii wa uongo na mitume wa uongo ambao unaweza kuwa umewafuatilia, umekuwa chini yao. Kwa sababu gani? Ukiwa chini ya madhabahu ya mtumishi yote wa uongo, lazima kuna malango ya ndoto yako yatamilikiwa tu. Yaani hiyo iko hivyo. Na yale malango ya ndoto yanapokuwa yanamilikiwa, ni shetani anatumia yale malango kukudanganya, kuharibu hatima yako. Kuna watu wengi sana, unaweza kumwambia mtumishi fulani ni mbaya, anakuambia hapana, sio mbaya. Kwa sababu gani? Ni mayota ndoto, ni mtumishi wa Mungu. Yaani ukiwa chini ya malango ya mtumishi ambaye sio wa Mungu direct, malango yako ya ndoto yanaweza kumilikiwa. Na akishamilikiwa, shetani akishamiliki tu lango lako la ndoto, ni lazima ujue ajenda za kuzimu zitapita katika hilo lango lako la ndoto. Na tuwe makini sana. Nimesema tuwe makini sana kwenye eneo la watumishi tunaowafuatilia mtandaoni. Unaweza kukuta mtumishi tu umemfuatilia siku ya kwanza ukafikiri mtumishi wa Mungu, kumbe lango la ndoto limeinuka. Ukaota ndoto moja ya uongo, lango moja la yani ukaota ono moja la uongo. Yaani kuna vitu unaweza kuanza kuviota ukajua ni vya Mungu, kumbe ni lile lango ulilofungua kwa kumfuatilia mtumishi wa Mungu. Sasa sababu ya tatu ambayo inasababishaga ndoto mbaya ni sababu za kimazingira. Zinaitwa environmental factor. Na ninapoongelea environmental factor, ninaongelea pia hata kitanda chako unachokia kilalia kile. Ile hali ya kiroho ya kitanda chako. Mfano, mtu mmoja, wakati mimi sijajua hii siri ya ndoto, mimi nilikuwa nanunua magodoro used. Bwana asifiwe. Kipindi hicho nilikuwa nipo kwenye injili utakatifu, lakini nilikuwa nanunua magodoro used. Sasa fikiria unanunua godoro used, alafu aliyelala pale mzinzi, aliyelala pale mfano kwenye ile godoro walifanya staili zisizofaa za ndoa, wakafanya mfano kinyume na maumbile, wakafanya tendo la ndoa kwa mdomoni, umelalia kile kitanda, utaota ndoto mbaya tu. Hali ya kiroho ya kile kitanda, visababishi vya mazingira, ndoto, kitanda unacholalia. Mwingine unaweza kukuta mfano kitanda unacholalia ni mashuka, unalalia shuka limeweka picha ya mamba, unalalia shuka limeweka picha ya kasamaki, kadada huku chini samaki, huku mtu mmoja ni mtu mermaid. Direct ndoto zako moja kwa moja zitakuwa ni mbaya. Kwenye visababishi vya mazingira, ukikaa mazingira ambayo kuna mazindiko, kuna watu mnapanga nyumba, unakuta mtu wakati anajenga ile nyumba ameweka mazindiko, mle ndani kuna msukule. Bwana asifiwe sana. Yaani ile ardhi utaota ndoto mbaya tu, watakutembelea tu. Ule mzimu ambao unamiliki ile nyumba utakutembelea tu. Bwana asifiwe sana. Pia kwenye sababu zingine za kimazingira tunaongelea kwa habari ya vyakula vilivyopo kwenye mazingira fulani. Mfano masokoni, mitaani. Mara nyingi vyakula vinavyokuwa vinatuzunguka kwenye mazingira mengi, vyakula vile mara nyingi huwa vinakuwa vimenajisiwa na uchawi. Bwana asifiwe sana. Hii tunaiona kwenye kitabu cha Hesabu mlango wa 25. Ndio maana huwa nashauri sana watumishi wa Mungu, usiwe ni mtu ambaye unapenda sana vyakula vya mtaani usivyovijua.
Yaani wewe unakuta umepanda kwenye gari, mshikaki umepita sikioni mwako, mshikaki kwenye macho yako. Huwezi ukajua ule mshikaki una nini nyuma yake. Yamkini unaweza kuwa unakuta unakula nyama ya mtu. Kile chakula ukishakula tu, moja kwa moja unakuta malango yako ya ndoto yamefunguka. Shetani anaanza kutenda kazi na ndoto zako. Unaanza kutoka upo kwenye makusanyiko unakula. Kwa nini? Kuna vitu ulikula. Wengine ni migahawa. Unaweza kukuta unahudhuria kwenye migahawa ya uchawi. Kuna vyakula fulani unakula. Na sasa vyakula vingi vya mtaani ni vya kuviombea sana. Vyakula vingi vya mtaani ni vya kuviombea sana sana sana. Kwa sababu ukivila nje ya maombi, yani mimi nasemaga kuna kitu kimoja wa Kristo tunacho sana. Kuna vitu Roho Mungu atakukataza, alafu kuna vitu Roho Mungu atakuruhusu vitakase. Bwana asifiwe sana. Yani kuna vyakula utakutana navyo Roho Mungu atakwambia no. Usiseme yes kwa maombi. Yani ukasema kwa imani natakasa. Kama amesema no, ukasema kwa imani na vitakasa, kuna mlango utakutana nao umeufungua. Ukilala kwenye ndoto na upo katikati ya soko. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu wale wauzaji walioko masokoni, huwa kuna jamii za wachawi ziko mahali pale. Kwa ukienda kununua chakula vitu kwa mtu ambaye ni wakala wa shetani, direct roho yako inaweza kumilikiwa, nyota yako. Kuna mtu mwingine kwa kwenda tu sokoni kununua vyakula fulani, lango lake la ndoto limemilikiwa na neema za Mungu zote zinazotenda kazi. Kuna mtu anazimiliki ambaye ni wakala wa shetani. Na pia kwenye hili eneo la ardhi, katika maeneo haya ya environmental factor, tunamwangalia mfano mtumishi wa Mungu Yakobo wakati amemkimbia ndugu yake Esau. Alipofika sehemu alikuwa amechoka sana, akawa ametamani alale mahali fulani. Alipolala mahali pale, alichukua jiwe moja akaegama akalala. Usiku aliota ngazi ya Mungu, malaika wakipanda kufanya na kushuka. Na lile ardhi aliyokuwa amekaa pale, ile hali ya kiroho ya mahali pale ilimfanya yule Yakobo aweze kukutana na Mungu. Kwa unakuta kuna ardhi zingine ukikaa, utukufu wa Mungu unakuwa mkubwa kwenye maisha yako. Kuna ardhi ukikaa tu vitu vyako vinakufa, vitu vyako vyote vinaharibika. Kama tunaposoma kwenye kitabu cha Lutu, alipoenda kwenye ardhi ya Moabu kule, mume wake, watoto wake, vitu vyote vilikufa. Kwa tunajifunza pia tuombee ardhi kwa wale ambao bado hatujajenga, tupo katika nyumba za kufunga, za kujenga, tuwe makini sana. Nyumba za kupangisha hizi, huwa kuna hila nyingi za ibilisi. Kuna ardhi nyingi sana zina mikataba. Kuna ardhi nyingi sana zimesemeshwa kwa sadaka. Kwa kama zimesemeshwa kwa sadaka, wewe ukienda pale, ujue moja kwa moja ndoto zako zitakuwa mbaya. Sasa kitu kimoja cha ajabu sana kwenye hizi ndoto, ndoto mbaya yoyote unaoiota ni lazima ikunajisi. Bwana asifiwe sana. Na ikisha kunajisi tu, inakufungia lango la mbinguni. Ukiota ndoto yoyote unakula, usichukulia ni rahisi kula. Ujue kabisa mtu wako wa ndani amenajisiwa. Pale pale aliponajisiwa, hauko tayari kwa ajili ya uzima wa milele. Ingekuwa hizi ndoto hazina maana yoyote, tungekuwa hata tusingefanya haya maombi. Lakini kwa sababu ukiota ndoto mbaya inagharimu hatima yako hata uzima wa milele, lazima tusimame kuomba. Na tuwe makini sana kujua chanzo. Hii ndoto ninayoota, mlango ni nini?